sio kichaa na akili zangu umenoga tu, lakini mimi sio kichaa. Napenda kuishi vizuri, napenda kukaa na nyie. Nimelogwa, akili yangu imechangikiwa, natumisa sana. Kwa nyie nani? Mtoto kichaa ni wewe. Mtoto kichaa amebeba maumivu mapema. Kila asubuhi ni vita, kila mchana ni ukumbusho. Anaingia kwenye giza kama anavaa ngozi ya moto, na kila neno kali linamchoma bila huruma. Hakuna wa kumfuta machozi, hakuna wa kumwambia shika moyo. Anacheka ili asivunjike, lakini ndani amesimama peke yake. Wanasema amepotea, lakini hajapotea. Ndani ya kifua chake kuna ndoto bado zinapumua. Mama yake alimuona kwa macho ya kisasi, na mkono wa laana ukamgusa kabla hazaliwa. Mtoto kichaa, mtoto kichaa, analia kimya kimya. Mtoto kichaa, mtoto kichaa, amevaa mateso kama nguo, lakini moyo wake bado unaota kuwa mtu mkubwa zaidi. Lakini moyo wake bado unaota kupanda juu ya maumivu. Mtoto kichaa, mtoto kichaa, kila anachogusa hujuka kuwa mzigo. Anapenda kwa nguvu na hupata maumivu mara moja. Chakula chake ni tabu, kikombe chake ni machozi, na usiku akilala anaamka na jina la jeraha. Watu humwacha njiani wakifikiri amezidi, lakini hawajui ameokoka kwa vipande vidogo. Anabeba damu ya huzuni na pumzi ya vita, kisha bado ana mtoto kichaa ni wewe. Umeanza magumu mapema,
kila siku na umakini. We kijana, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa makini. Sio kila anayekufa ni mipango ya Mungu, mipango mingine ni ya binadamu tu. Unamaanisha nini mama kuongea hivyo? Unamaanisha nini? Kwani wewe hujui ni nani amekutuma umpe yule mtoto chakula? Unajifanya una huruma, sio? Mama, yule mtoto ni mdogo, alafu mtoto kichaa, hana msaada wowote pale. Kwa hiyo mimi kosa langu kumpa chakula, kumsaidia mtoto mdogo wale? Nisikize mama, nikwambie tena, nina mpango wa kumchukua yule mtoto nikampeleka hospitali ya vichaa atibiwe yapone. Kelele wewe! Unajifanya una huruma, sio? Kitakachokutokea utaona. Tizame kwanza. Mtoto kichaa amebeba maumivu mapema. Kila asubuhi ni vita, kila mchana ni ukumbusho. Anaingia kwenye giza kama anavaa ngozi ya moto, na kila neno kali linamchoma bila huruma. Hakuna wa kumfuta machozi, hakuna wa kumwambia shika moyo. Anacheka ili asivunjike, lakini ndani amesimama peke yake. Wanasema amepotea, lakini hajapotea. Kwani ndo mchawi? Kwani unanitesa hivi? Kwani umeniloga? Wewe bado ni mtoto mdogo na hujui kwa nini nimekufanya hivyo, na utaishi hivyo mpaka utakufa. Na mimi moyoni niko kama kichaa, lakini kuishi vizuri. Nauma na njaa, nataka kula. Nasikia, nenda kale majalalani, ndio sehemu yako ya kupatia chakula mpaka utakufa. Kwani wewe kukosea nini? Bado umeniloga mimi, nilikuwa kichaa. Napenda kuishi vizuri, nisome, niwe mkubwa. Mimi nilikuwa kichaa, sikupenda. Siku utarudi. Wewe ni mtoto mdogo sana, huwezi kunitishia mimi. Mtu mzima huwa hatishiwi nyau. Dina, nimekutana na Bibi Neema leo. Amenifokea sana, sababu ni kumpa msaada yule mtoto wako. Ananiambia nikae naye mbali, nikirudia hata kufanya hivi atanifanya kitu kibaya. Maneno aliyoniambia yanatisha, nimeogopa sana. Sijajua kuna kitu gani kinachoendelea hapo katikati. Iko kitu, sio kwako tu, yaani kwa kila mtu ambaye atakuwa karibu na yule mtoto ni lazima yeye awe mkali. Na kiukweli kwa hiyo shida yake inanifanya mimi nisimuelewe, inanifanya mimi nimfikirie, sijui ni kwa nini. Kwa tukio hili inanifanya mimi niwe na wasiwasi, maana nahisi vitu vingi sana vya ajabu. Wasiwasi ndo akili, lakini mimi kuna kitu nakihisi. Nahisi kama Bibi Neema. Hapana, sio hivyo, sio hivyo unavyofikiria, wala hayuko hivyo. Ila asante kwa taarifa. Mimi nitamtafuta Bi Neema ili nipate kujua kuna kitu gani kinachoendelea kati yake na yule mtoto. Sawa, fanya hivyo.
Mtoto kicha ni wewe, umeanza magumu mapema. Kila siku unauma kimya na unaona safi tu. Kula yako ya mateso, vaa yake ya mateso, hana wa kukusaidia hata ukilia usiku, lakini moyoni unaota kuwa mtu mkubwa zaidi, kichwani bado unai Hivi wewe una shida gani? Kwa nini ukataka mtoto wangu asipewe chakula? Yule mtoto kwangu hataki kula. Na sio kwamba mimi nashindwa kumlisha. Hapana, mtoto wangu mimi namudu vizuri sana. Lakini shida hataki hata kugusa chakula changu. Anapoenda huko mtaani, akipewa chakula, basi muache ale. Asipokula atakula wapi? Basi tufanye hivi. Mchukue yule mtoto ukae naye. Uwe unampa wewe chakula, kwa sababu hutaki sehemu zingine apewe chakula. Unasikia? Hebu punguza hasira. Nitulie nini? Punguza hasira. Nipunguze hasira? Ndio. Utaki yule mtoto afe? Tunakuuliza wewe, mama una roho mbaya, hujui hata thamani ya utu wewe. Yule mtoto mimi ndio ninajua thamani yake. Kwa hiyo mimi nimeruhusu mtu yote akimpa chakula ale. Wewe unakataza kama nani? Au wewe mama ni mchawi, unataka mtoto wangu afe umle nyama? Unasemaje wewe binti? Mimi ni mchawi? Unadiliki kutamka hivyo kwa mimi ni mchawi? Hivi unajua maana ya uchawi wewe? Wewe binti wewe, unaanza kunipaka matope mimi? Unanipaka matope mimi? Sijawahi hata siku moja. Na huo uchawi huwa nausikia tu, na wala siujui ni wa rangi gani. Hivi nilie au nifanyeje? Wewe binti wewe, hebu tengua kauli yako hiyo, tengua kauli yako. Unasikia? Kitu ambacho hukijui. Sio kila mtu anayempa mtoto wako chakula ni mtu mzuri. Wengine ni wabaya. Wakimwekea sumje, utafurahia? Na kuuliza, utafurahia? Mbona unijibu? Utafurahia? Mama, naomba unisamehe. Mimi nimekusamehe, lakini umenisababisha maumivu, tena maumivu yasiyoisha. Na kuanzia leo hiyo mwanzo wako na mwisho. Mimi nimekuelewa, na naomba unisamehe kwa maneno yangu mabaya. Lakini mama, mimi ni mzazi. Mama, mimi ni mama. Sipendi mtoto wangu anavyohangaika vile mitaani. Shida naofia nitamkosa mtoto. Nitamkosa mtoto kwa njaa. Mama, unajua uchungu wa mtoto. Haya yote ninayoyafanya, najaribu kumpambania mwanangu. Bado nasimama kwenye nafasi ya mama. Naomba unisamehe. Sikuwa na dhamira kukuambia maneno mabaya, lakini ni vile tu moyo wangu unapofanya. Mungu, rahisi unaenda kasi. Kuna wakati nikimfikiria mtoto wangu, rahisi naishiwa hata pumzi. Mama, wewe unaelewa. Mama, unaelewa kwa sababu wewe ni mwanamke na pia una watoto.
Weka binti ka 2008 yani maane mtane na kuona umepauka pau kwa sababu ya uchawi. Tazama sura lako lilivyopauka kwa sababu kila siku umezoea kushikashika matunguli uchawi. Kwa nini umekaroga kale katoto kadogo kasikokuwa na hatia yeyote? Nataka nikwambie jambo moja. Nimekuzungu kila nikikuzungu na kuona mweupepe. Utishi, huna uchawi wa kunisumbua. Sasa basi, nataka niseme na wewe jambo moja tu. Kale katoto nakupa masaa 72.5 tu kaondoke kwenye ile hali ya ukichaa wake kwa sababu wewe ndiye ambaye umekaroga. Hilo tunalijua. Unasikia mwanangu? Yaani kiukweli naomba unisamehe. Tena niko chini ya miguu yako. Naomba unisamehe. Hata kwenye vitabu vya dini maandiko yanasema samehe 7 mara 70. Sasa wewe unashindwaje kunisamehe? Na lingine ambalo hulijui, hapa duniani hakuna aliyekamilika, ni Mungu peke yake. Kwa mimi ninachokuomba, naomba tu unisamehe babangu. Ina maana unataka kusema kwamba wewe ni mchawi kweli kweli? Mimi sio mchawi. Ila naomba tu unisamehe. Basi unaweza kwenda, lakini ndani ya masaa 72.5 yule mtoto asipokuwa sawa, nitakufanya kitu kibaya sana we mama. Tena sio mama, kwangu wewe ni kadada. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa baba. Mimi sinaga tabia za kuchamba chamba tu, sitaka kuchekesha. Hebu ondoka hapa, ondoka. Jamani, sasa huyu mama ni mchawi au sio mchawi? Nimejikaza, nimejitutumua kumsema. Vipi akigundua mimi sio mganga? Jamani, kumsema kote huku mama wa watu, nitakufanya kitu mbaya wewe, ni 2008 sijui nini. Haya, akigundua mimi sio mganga, ni kiki tu. Na kwa nini anasema kwamba maandiko? Ina maana huyu mama sio mchawi. Ila ngoja niendelee kumchokonoa, nitagundua ukweli. Japo inataka moyo, nimeariski maisha yangu. Nimeshinda. Na kwa mwanaume ume na mikwala ba. Mikwala ninayo. Eti weka mama. Haya. Aisee, tulivyofikiri sivyo. Yule bibi hana hata chembe moja ya uchawi. Labda nikwambie tu kitu. Yaani yule mama yule, kwa nilivyomchallenge, laiti kama ingekuwa yeye ni mchawi, basi mimi ningerudi pasina kiuno au nimekufa. Lakini kile nilivyokuwa namsema, kile nilivyokuwa namwambia kuhusu mambo ya uchawi,
majibu yake yeye ni Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na nimemsema kweli kweli mpaka akawa analia yule mama. Analia, anabuuzika, anapiga magoti. Nisamehe babangu, mimi sijui chochote kile. Binafsi moyo wangu uliniuma japo nilijikaza. Lakini baada ya kugundua kwamba yule mama sio mchawi kweli, nikaona haina haja kuendelea kulumbana naye. Unajua ndugu yangu, lisemwalo lipo. Na kama inasemekana yule bibi ni mchawi, mimi na 100% yule ni mchawi. Sababu yule bibi kwanza maneno yake ukimwangalia the way yeye alivyo inaonyesha kabisa yule ni mchawi. Labda mimi nifanye kitu kimoja. Labda kwa sababu ni mara ya kwanza niendelee tena kujaribu kumchallenge. Lakini kiukweli sioni uchawi wake uko sehemu gani yule mama. Sababu kama ingekuwa ni mchawi angefanya jambo lolote kubwa tu. Ile isiwe tabu. Mimi nitaendelea kumchallenge. Japo ikitokea ni mchawi kweli, mimi naingia katika matatizo. Lakini hata kama sio mchawi, akinichukulia mimi hatua kwenda kunishtaki nimemwita mchawi, ni tatizo ujue. Hiyo ndio kweli. Nenda kamjaribu. Kamjaribu tuone inakuaje. Wewe nipe hata kashata hapo. Kashata? Nipe hapo chapu. Nataka nichague mwenyewe. Chagua mwenyewe. Nani wewe anaimba nyimbo za kichawi? Jasiri anazo nguvu. Eti nani anaimba nyimbo za ajabu? Mimi huyo, I'm back again. Nimerudi. Weka mama mchawi Karaba, naona unanyanyasa vitoto vidogo. Hata kuchezea perege kambare nipo. I'm back again. Nimerudi. Leo nitakufanya kitu kibaya katika haka kanyumba kako. Ulimwengu wote huu utashangaa kwa sababu mchawi Karaba leo amekwenda kuteketezwa na jamaa mmoja marefu mengi, akili kisoda na kwenda kukufanya kitu mbaya. Kwa nini unaroga? Kwa nini umekaloga kale katoto kadogo kasikokuwa na hatia? Utanifanya kitu mbaya mimi? Endelea kuwadanganya hao. We ni mbea mmoja tu na wala hunitishi. Mimi ndio Binema. Mimi ni Mafia. Nitakufanyia kitu mbaya. Unajitaka au hujitaki? Mbona kama uko serious na maneno yako? Lakini mimi ni mzee wa kuvimba, wa kukaza mikazo. Labda nikuulize wewe, unajitaka hujitaki nikumalize kwenye nyumba yako hii alafu naishi hapa? Sema. Mimi huwa naongea kwa vitendo na wala sio kwa maneno. Kitu mbaya utasahau kwenye maisha yako. Hiyo ndo adhabu yako. Pumbavu mmoja wewe. Japokuwa mwanamke mchawi hatakiwi kuishi, anatakiwa apigwe mawe mpaka afe.
lakini mimi naupenda uchawi. Mimi ndo Binema. Sio kichaa na akili zangu umenoga tu, lakini mimi sio kichaa. Napenda kuishi vizuri, napenda kukaa na nyie. Nimelogwa, akili yangu imechangikiwa, natumisa sana. Kwa nyie nani? Unajua nini mke wangu? Kati ya siku ambazo nina furaha sana kukaa na mtoto wetu hivi, lakini hakuna kitu kinaniumiza kama kuiona hii hali yake aliyokuwa nayo, na sijajua ni changamoto gani tufanye, yani tatizo gani, yani tulitatue vipi ile tatizo ili aweze kupona mtoto. Kiukweli mimi naumizwa zaidi. Kama Mungu wangu atakuwa ananisikia, basi nina ombi moja tu kwake, aniachie mwanangu niwe nashinda naye nyumbani. Maana nikitembea huko mtaani inaonekana ni mama mbaya ambaye hata sijui thamani ya mtoto, kwa sababu namwacha mitaani akihangaika. Lakini wewe unajua ukweli, mtoto wetu mwenyewe hashikiki kukaa nyumbani. Usiongee sana, kwa kuwa ukiongea sana utamkufuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu hili ni kama jaribu tumepewa. Kwa hiyo nikiwa kama baba naumia sana kumwona mtoto akiwa katika hali kama hii, ila mimi nitahakikisha mtoto kivyo vyote vile lazima atibiwe, aweze kurudi kwenye hali yake ile ya zamani. Asma anateseka sana mke wangu. Hebu angalia mazingira uko nayo mtoto, cheke anapocheza hata haelewi. Yeye anajionea tu kakaa na watu, lakini sidhani kama anakumbuka kwamba ni wazazi wake. Sasa mume wangu, tutafanya nini ili mtoto awe sawa? Maana mpaka kufikia leo nimeshachoka, maana tumehangaika sana. Naomba nisikilize mke wangu. Leo usiku wa jana sikulala kabisa. Kuna kitu nilikuwa nakifikiria, na nahisi hiki kitakuwa ni tiba kwetu. Hapa hakuna kitu kingine zaidi ya kwenda kwa mama mchungaji tukaongee naye, huenda katusaidia jambo juu ya hili. Najisumbua. Usiende mke wangu, mwache aende. Unajua ile ndio furaha yake. Ila kwanza mimi nitoke, alafu tutajua. Sawa mume wangu. Wema umetoreka, mabaya wema umetoreka, mabaya yanaongezeka. Wanajifanya wacha Mungu, moyoni mwao wamejaa malana la uko. Sio kila binadamu ni wa kumuamini. Tunakwe Wewe mtoto, umetumwa? Anatafuta nini? Wewe kichani? Umetumwa uje hapa mtaani kwangu ndio uje kunibia? Wewe, una wazazi? Ili kwa vichaka na mpango mtaani huko.
Tupeleke Milembe huko jamani. Kumbe ndo mwizi unaibaga viatu vyangu hapa, si ndio? Yaani wewe leo utanieleza. Kumbe ndo mwizi wa viatu vyangu hapa unaibaga. Nitakukuta wewe. Mpaka wazazi wako watakuja kutafuta hapa. Wema umetoreka, mabaya yanaongezeka. Dada, wewe mtusi mtoto kiasi hiki? Yaani kosa lake ni nini? Wewe si malaika tu, hatambui hata kile akitendacho. Yaani kwa nini ametoka huko mtoto hajapenda kuwa vile unavyomuona? Alafu tambua hata yeye hajapenda kuwa kichaa. Yule mtoto kakosea nini kutembea kwenye ardhi yako? Mimi ndo kaka mzazi wa huyo mtoto. Hata sisi pia hatupendi anavyozurura mitaani, hatupendi, lakini ndio hivyo, tunashindwa kumzuia kutokana na akili yake. Hajapenda kuwa vile. Dada yangu, ifike wakati basi usiongee sana kama kesho yako unaijua. Kumbe wewe ndo mzazi wa yule mtoto. Sasa kwani usimweke huko kwako? Ukamwacha huko mtaani atusumbua. Hivi dada, kwa akili yule mtoto pale alipo, hata kama ingelikuwa ndio wa kwako tuseme, ungerudi kumzuia. Mpeleke Milembe. Dada, unakosea sana kuongea hivyo. Tambua ni binadamu. Alafu yale anayopitia yeye hajapenda. Hatukumzaa vile yule mtoto. Sasa mpeleke Milembe. Sawa dadangu. Tunashukuru sana kwa matusi yako. Kwa kuwa sisi ndo tuliteuliwa tuzae mtoto kichaa. Wewe mtoto umekamilika, uko sawa na familia yako. Lakini tuachie, si ni familia yetu ile. Yeye ni mtoto wetu sisi, hata kama anadhurura si pia hatupendi. Nashukuru sana dada yangu. Dada, tusamehe, sisi ndio wenye makosa. Kumzaa mtoto kichaa. Lakini hatujapenda, ni mipango ya Mungu dada yangu. Huenda hata wewe kaja kukukuta hiki. Kwa hiyo usiongee sana. Koma. Inikute mimi nizae mtoto kichaa kwa uzuri ule uliokuwa nao. Nizae mtoto kichaa. Baba samahani. Kama mmemshona mtoto wenu mpelekeni Milembe au hospitali. Mtuletee takataka mtaani. Sawa, asante dada. Kwenda huko. Wema umetoreka, mabaya yanaongezeka. Kila siku unauma kimya, unaona safi tu. Mateso vaya mateso, hana kusaidia hata ukilia usiku, lakini moyo unaota kumtukubu zaidi. Sasa kwa nini pesa yao mimi yakamchota ya maji, achukua mandoo yake akatupa pale na akamtupa. Chanzo chako ni maumivu, mama alijaa kisasi, mama yake alikuja na uchungu, ulifunga mlango wa huruma, na hapo Toto, mambo abujubuju. Asma, nikununulie nini mtoto mzuri?
Zawadi na pipi. Zawadi na pipi? Na sipi. Basi nakununulia. Umekula nini leo? Ugali. Na baskeli. Ugali na baskeli? Kwa hiyo baskeli umekula? Sawa, kwa kula baskeli. Nikupeleke bichi leo ukaogelee? Ndio. Unapanda nini? Pikipiki. Pikipiki? Tunapanda pikipiki. Tunaenda wapi? Bichi. Tunaenda Vitu Bichi kuogelea eti? Sawa. Na mimi naenda na wewe unaenda? Naenda. Mimi siendi. Uenda wewe peke yako? Na mimi naenda bwana. Tunaenda wangapi? 1, 2, 3. Baba na anaenda? Ndio. Mama haendi? Anaenda. Kweli? Ndio. Puchu puchu. Puchu puchu. Tulia basi, tulia. Tulia. Unajua? Tulia. Kaa basi, tulia. Mtoto kicha ni wewe. Kwa hilo na kuomba uongeze maombi tena sana sana, ujaribu kurudi kwa Mungu wako. Mimi najua kwa hayo matatizo yaliyokukuta Mungu atasimama nawe, kwani Mungu hajawahi kukosea, na kila mtu ambaye atakayempa matatizo basi yeye mwenyewe huwa anajua jinsi gani ya kuyatatua hayo matatizo. Mama mchungaji, kati ya watu ambao wanaamini hilo, mimi ni mmoja wapo. Lakini naona kila siku zinavyozidi kwenda, mwanangu Asma ndo kichaa kinazidi. Yaani kuna wakati sasa hivi Asma hataki kula nyumbani wala halali nyumbani. Lakini juu ya yote yaliyotokea, inasemekana Bibi Neema ni chanzo cha hiki, na sijajua kwa nini anaamua kufanya mambo kama haya. Na watu huwa wanasema kwamba ni mchawi. Inawezekana vipi Bi Neema akawa mchawi? Mbona yule mama muda wote tunashinda kanisani, kwenye jumuiya tunafatana. Mimi kwa hilo nalikataa kabisa, kwani hakuna mtu aina yoyote aliyemshuhudia Bibi Neema akiwanga. Mama mchungaji, najua huwezi kuamini juu ya hili kwa sababu ni mtu sana wa imani. Mimi sio kwamba namsingizia Bibi Neema, wala siwezi kumzania hata kidogo. Mimi mwenyewe sijawahi kumuona, lakini kuna baadhi ya watu ndio huzungumza hivi, na sio mara moja kumkuta na matatizo haya. Yaani matukio kwake yamekuwa ni jambo la kawaida sana. Mimi mwenyewe pia najua ni mtu wa dini, lakini mama wangu, sisi tukiwa kama wazazi, mwanangu anateseka mama. Sasa hivi Asma sio mtu wa kula nyumbani, sio mtu wa kulala nyumbani. Ikifika usiku sina hata kukimbizana mama wake kwenda kumtafuta Asma mitaani. Usipoangalia atakuja apotee. Iko hivi, sema kwa sisi wa sasa hivi tunaamini mtu akishakuwa na umri mkubwa na macho kuwa mekundu basi anasidikika huwa kuwa ni mchawi, lakini rahasha, haiko hivyo. Na ukiangalia kwa sasa hivi, uchawi wa sasa hivi, hata mtoto mdogo ana uwezo akamiliki tunguli pamoja na mairizi, na uonekano wake yeye ndio inasadikika mpaka kumpelekea na kumuona yule mchawi, lakini haiko hivyo baba. Ila mimi nakuombea, zidisha sana maombi, mrudie Mungu wako, swali sala za usiku. Ipo siku Mungu maombi yako atayajibu tu. Na mimi vile vile nipo tayari nitoke hapa niende kwa Bibi Neema, nikamchukua Bibi Neema, tuje nyumbani kwako tuanze maombi kumwombea kijana wetu. Atakaa vizuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa miujiza Bwana Yesu atakaa sawa tu. Nitashukuru sana mama mchungaji kama ukifanya hivyo. Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi,
atafungua milango yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wema umetoreka, mabaya yanaongezeka, wanajifanya wacha Mungu, moyoni mwao wamejaa. Majibu yote nitakupatia pale tu Ocho ataponiletea majibu kwamba yule mama ni mchawi au sio mchawi, kwa sababu kaenda kumjaribu. Yeah. Nashukuru sana kwa kunipambania, na kama hilo jambo litakuwa na ukweli ndani yake, sijui hata itakuwaje, lakini kikubwa tujue ukweli ni nini. Lakini tukiacha haya yote, yule bibi wewe unamwonaje? Yaani bibi anaonyesha kabisa yeye ni mchawi. Hauwezi ukamhukumu mtu kwa kumwangalia, yaani hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Na hata nilivyoenda kwake alikataa kata kwamba yeye sio mchawi, na kuna maneno aliyaongea kidogo yaliniingia moyoni. Kwa hiyo siwezi kumlaumu hivi mpaka labda niwe na ushahidi maalum. Wewe mwenyewe unaelewa. Lakini kikubwa bwana, mume wangu ameenda kwa mama mchungaji ili apate huduma ya maombi kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo tutaangalia na yeye kwa upande wake itakuwa vipi. Sawa, ni vizuri. Inabidi tuende kwa mganga apate kujua yule mama ni mchawi au la, maana haya mambo ni ya kishirikina. Wewe ulishakuona wapi mtoto mdogo kama yule akawa kichaa eh? Sawa, hizo njia zote ni njia za kumsaidia mtoto. Kwa hiyo mume wangu akirudi baadaye nitamshirikisha katika hilo, alafu tutajua cha kufanya. Sawa, basi nikutakie mchana mwema. Asante. Haya, poa. Mtoto kicha ni wewe. Guloli, we Gulo. Mema mtumishi. Mama, karibu. Wala hata sina haja ya hiyo salamu yako. Ulichokifanya leo hata sijakipenda. Karibu mama, kwa nini unasema hivyo? Nadhani umeanza kunichokodoa. Sio kila takataka haifai, zingine ni mbolea tu. Halafu na kingine ambacho ukijui, chokochoko mchokoe pweza, binadamu hutomwezi. Mama mchungaji, mbona wanipa maswali yasiokuwa na majibu? Kwani kuna nini leo? Kuna nini? Nakupa maswali yasiyo na majibu, sio? Nadhani ufahamu upande wangu wa pili, ila ukiendelea utanijua mimi ni nani. Bado sikuelewi mama mtumishi. Hujajua sio? Utajua tu. Mtoto kicha ni wewe, umeanza magumu mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Milele amina.
Habari mtumishi. Salama mwanangu, za uzima? Nzuri, Bwana Yesu asifiwe. Amina mama. Samahani, nilikuwa nakuja kwako ili uniombee, maana toka jana usiku kichwa kinanisumbua sana. Aha, usijali mwanangu, hilo ni jambo jepesi sana kwangu na litaisha kwa muda mfupi. Basi naomba nikuombee. Ninaenda kusambaratisha malana la uko, sio kila binadamu ni wa kumuamini. Tunakwenda wapi jamaa? Nasema anateseka, hakuna wa kumsaidia. Sasa mwanangu, naona shida yako itakuwa imeisha, ila nakuomba kitu kimoja. Kama kutakuwa na uwezekano, kesho uje kanisani. Sawa mamangu? Sawa, nimekuelewa mchungaji. Uwe na siku nzuri. Asante sana. Jioni nitakuja ili nikuletee sadaka yangu. Asante. Umeisha. Bwana asifiwe wanangu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina mama. Sasa mwanangu, ndio mimi nakushauri kitu kimoja. Asijitokeze mtu yoyote akushawishi uende kwa waganga wa kienyeji, kwa sababu hata maandiko yanasema ole wake mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Kwa hiyo ninachokuomba usihangaike, kwa sababu hata maandiko hayo hayo yanasema kesheni mkiomba, maana hamjui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Nimekuelewa mamangu. Umeona mambi? Mungu ndo kila kitu, lazima tumtegemee Mungu kwa kila kitu. Ni kweli, ni kweli. Ni kweli kabisa. Umekuelewa mamangu. Najua sasa tunapitia wakati mgumu sana. Sawa sawa. Kwa pasipo kumtanguliza Mungu, watu tumepoteana. Sawa sawa baba. Ndio. Mungu awabariki sana. Umeshanielewa kijana wangu Mambi? Nimekuelewa. Halafu na kitu kingine, mimi namuonea sana huruma mtoto, kwa sababu yule ni mtoto mdogo. Mimi ninachowaomba, hebu mleteni tumfanyie maombi. Sawa mama, nimekuelewa. Basi sawa mama, mimi nimekuelewa sana. Nitakaa na mke wangu, utakuja kwa ajili ya maombi. Sawa baba. Sawa. Barikiwe sana. Amina mama. Amina. Barikiwe baba. Kumbe nimesahau sadaka mama. Kitu muhimu kabisa. Nimesahau vyote kuliko sadaka. Bwana Yesu wewe. Jesus. Twende zetu mazao. Vipi tena? Mbona kama umeshtuka? Vipi, kuna nini? Ni nini hiki Mama Dina tena? Mimi mwenyewe sielewi Binema. Na kimefikaje hapa? Nikuulize wewe ndio mwenye Biblia yako? Umenikabidhi, umesahau ndani sadaka? Umeenda ndani nikasema kuna neno mimi nimesahau. Nifunue Biblia katika peji ya nijikumbushie. Nimeangalia hapa na kuja kutana hii shirki. Imefuata nini kwenye neno la Mwenyezi Mungu? Jamani Mama Dina, sijawahi kukuta kitu kama hiki kwenye Biblia yangu. Kabisa.
lakini ninavyoona Mama Dina, haya atakuwa ni majaribu na hili ni pepo. Najua jana usiku bi mkubwa alikuja nyumbani, sijamuelewa maneno yake aliongea. Kwani ana tatizo lolote huko nyumbani? Hamna dada, mi nafikiri labda utakuwa ni uzee, kwa sababu unaona kidogo umri umeenda, na kama unavyojua uzee pia ni ugonjwa, kwa hiyo usimtilie maanani sana. Yaani alikuja kuna maneno hivi aliongea, ni sijalala hata kwa raha mpaka saa hizi nakwambia. Sawa dada, nikienda nyumbani nitajaribu kuongea naye, wala usijali. Yaani sijamzoea hivyo, hapo nyuma hakuwa hivyo. Nimeshangaa tu ghafla kabadilika. Afu maneno anaongea na afanani na yeye alivyo. Kweli dada. Sawa, haina shida. Vipi mjukuu wangu? Kwa nipo kuagiza bondeni umeenda? Ndio bibi, nilienda. Lakini nilipokuwa narudi njiani nimekutana na Glory. Lakini ameniambia mambo mengi sana. Wala hata usihangaike. Mimi niliyasikia mazungumzo yenu yote mliokuwa mnazungumza. Sawa bibi, najua umeyasikia. Nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Ujaribu kupunguza kasi ya kamchezo tunakocheza. Kwa sababu mtaa mzima umeshafahamu kwamba wewe kuna kamchezo unacheza. Sasa nilikuwa naomba ujaribu kupunguza kasi kidogo. Unasikia? Yes, asikii. Mimi nitamuonyesha. Hii ngoma na kuomba uniachie mimi. Mimi ndo nitakayeicheza. Tunaambiwa tulipe wema kwa ubaya, lakini safari hii mimi nitalipa ubaya kwa ubaya. Sawa bibi, wala sitaingilia. Udugu wangu Glory, ni wewe? Ni mimi Dina. Ndio umebadilika kwa hivyo? Maskini ya Mungu, umependeza. Chawe, mbona umependeza hivi? Mimi mwenzako maisha ya huku mtaani kwetu nayajua. Kwa haka mwenyewe nipo, sijui ndo nimenenepa, sijui nimekonda. Lakini wewe shoga yangu, jamani, umekuwa mama. Asante mwana. Nimesikia ulienda Dubai. Nenda Dubai muli jisikizi kwa. Yaani light kama mimi ndo ningekuwa wewe nisingerudi. Nirudi Bongo nije kufanya nini? Huko kwenyewe watu wanapandaga tu kwenye ndege, huku kwetu sasa. Ndege mpaka ipite juu, watoto tutasikia ndege ya baba, ndege ya baba. Jamani, sasa Mungu atakujalia ipo siku utapanda. Asante mwaya, hata hivyo tunaishi kwa imani. Ipo siku Mungu atakujalia utapanda. Ulikuwa unaenda wapi? Namtafuta mtoto wangu. Mwanangu kidogo ana upungufu wa akili. Sasa usipomtafuta ndio inakuwa mazima, hawezi hata kurudi nyumbani. Ana miaka mingapi? Ana miaka 3. Ni mdogo tu hivi. Hataki hata kusuka. Kwa hiyo nywele zake ziko tafalani. Kubadilisha nguo yenyewe yani acha. Hata mavazi yake machafu hivi. Pole shoga yangu, Mungu atakujalia. Jitahidi sana kwenye maombi, pia kwenye maombi atakuwa sawa. Haya mwaya, acha mimi niendelee na safari yangu. Hapo udugu. Haya bye. Haya. Ni msichana mzuri, unazaa mtoto kichaa. Inakuwaje hapo kunipata? Hivi haujaona kazi yote ya kufanya? Umeona uchawi ndio kazi ya kufanya? Hivi kanisa lote linakuamini wewe, ni muumini mzuri sana,
kumbe ndani yake wewe ni wizard. Kwa nini wewe ni mchawi? Shut up, mchungaji. Umeanza lini kuniambia maneno kama hayo? Sikiliza nikwambie, usijifanye unapayuka sana kama radi. Umenielewa? Unajificha usijulikane kwamba wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi, kila mtu hapa wote wanakujua. Tena kuanzia leo ukome. Sasa unasikia? Leo sasa mimi ndo ninauweka ulokole wangu pembeni. Nisikilize wewe mama. Wewe umekamilika? Na kuuliza mama mchungaji, wewe umekamilika? Kwani wewe si yako hatuyajui? Yako hatuyajui? Nakwambiaje? Mimi nimekamilika. Umenikuta na kitu gani? Wewe ukataa usikatae, wewe ni mwanga. Mimi sio mchawi. Wewe ni mchawi. Nimekwambia mimi sio mchawi. Mbona wewe mzinishi? Mbona wewe mzinishi? Mimi sio mchawi. Oh my God. Mama, una nini? Yaani mwanangu, nimeota ndoto mbaya sana. Na hii ndoto sijui inaashiria nini. Hata sielewi. Mama, hebu kwanza hali yako endeleaje? Yaani kiukweli sasa hivi nashukuru. Yaani naona kabisa. Yaani kinyosha mkono sisikii hata maumivu. Niko vizuri kabisa. Kikubwa ni kushukuru kama umepata nafuu kama hivyo. Unajua ni muda mrefu sana ulikuwa ni mtu wa kitandani tu. Kabisa baba. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi naamini ndoto bali kuwa ndoto tu. Haiwezi kuwa na ukweli wowote ule. Yaani mwanangu, unajua hii ndoto inanipa hofu sana. Hapo hata hivyo nimeota ndoto nyingi sana zisizoeleweka. Eti mimi nilikuwa natibu kupitia nguvu ya giza. Mimi na nguvu ya giza wapi na wapi baba? Baba, vipi hali ya mgonjwa? Maana kama na wiki 2 hivi sijaja kumjulia hali mgonjwa anaendeleaje kutokana na dharura ambayo niloipata. Shangazi, mgonjwa sasa hivi kidogo ana nafuu. Tunashukuru ameamka salama. Amepata nguvu ya kula pia. Ila baada ya kushtuka alitushangaza sana. Anasema kuna ndoto mbaya sana ameiota. Na ndoto hiyo inahusiana na mambo ya ushirikina. Anasema ameota kwamba yeye alikuwa ni mchawi. Mbali na uchawi, anasema kwamba aliota nyinyi mlikuwa ni waumini wa dini. Ukiachana mambo hayo, anasema pia mimi nilikuwa na mke, nilikuwa na mtoto, na mwanangu alikuwa ni kichaa. Na chanzo cha kichaa mwanangu ni yeye. Sasa sijajua shangazi kwamba ndoto hii ilikuwa ina maana gani. Lakini hata kama ikiwa ndoto, hapa kutakuwa na kitu. Hii ndoto itakuwa sio bure. Itakuwa ina maana ndani yake. Shangazi, itakuwa ndoto ina maana au tuseme tu kwa sababu aliugua koma muda mrefu sana baada ya kushtuka ndio anaamua kulopoka vitu kama hivi? Sidhani, lakini hapa kutakuwa na kitu baba. Sasa tunafanyaje juu ya hili shangazi? Hapa cha kufanya ni kitu kimoja. Kama atakuwa ameota hizo ndoto mbaya na za kutisha, hapa inabidi tumchukue, tumpeleke, tukamfanyie maombi. Sawa. Huenda anaweza akakaa vizuri. Basi sawa shangazi. Kama maombi za kumsaidia na hali yake kama zamani karejea, tumpelekeni tu huko. Basi sawa, haina shida. Sawa shangazi. Wanajifanya wacha Mungu, moyoni mwao wamejaa malana la uko. Sio kila binadamu ni wa kumuamini. Tunakwenda wapi jamaa? Nasema anateseka, hakuna wa kumsaidia.